Hii ni miongoni mwa taarifa moja ambayo inaweza ikawa mbaya sana kwa kikosi cha Young Africans kwa sababu ya kila ambacho walikifanya siku ya jana. Unajua kwa wale ambao tunafuatilia football, siku ya jana kila moja alikuwa anachambua jambo lake kutokana na kila ambacho Young Africans Simba alichokifanya, na kila moja akawa anautazama upande wa kikosi cha Simba na yale ambayo waliyakosea. Kama wewe ni mfuatiliaji wangu mzuri, kwenye video ambayo niliposti jana nilieleza makosa ambayo Simba wameyafanya na nikaeleza kila ambacho walistahili kukifanya, lakini nikasema mara baada ya ile barua ambayo ilitolewa na Bodi Ligi Kuu Tanzania Bara, maana yake Simba wao tayari walikuwa wako safe kuendelea na harakati zao na kuendelea na harakati zao pasipo kuingilia mamlaka yoyote, kuendelea na harakati zao huku akiwa ametulia, kwa sababu tayari ilikuwa ishakuwa ni issue ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara kutolea ufafanuzi. Lakini kwa Young Africans ilikuwa ni story tofauti, kwa sababu wao waliendelea kuyafanya yale ambayo wanaamini ni sahihi kwa upande wao, kwa maana kuiandaa timu, kuipeleka uwanjani. Na kama utakumbuka siku ya jana nilikusomea mpaka vifungu ambavyo vilikuwa vinawapa power ya Young Africans. Walienda uwanjani to the fullest, wakafanya mazoezi, wakafanya pitch visiting, mara baada ya hapo akafanya warm up, alafu akaondoka. So taratibu za mchezo zote ambazo zilistahili kufanyika wao walizifanya kwa hakika, kwa maana walifika dakika 90 kabla ya mchezo. Ndio maana walifika majira ya saa 11 za jioni katika uwanja wa Stade Benjamin William Mkapa. Lakini hiki ambacho Young Africans walichokifanya ni kinyume cha kanuni za Ligi Kuu Tanzania Bara, kwa sababu tayari imeshatolewa taarifa kutoka kwenye Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara kwamba huo mchezo hautochezeka kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. So Young Africans wao walikuwa inabidi waobey hiyo order ambayo imetolewa na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara na kusubiri kuona utaratibu mwingine. Bad thing ni kwamba Young Africans wao waliendelea na harakati zao. Sasa zile harakati ambazo waliendelea nazo ndo zinaweza zikawatia matatani, kwa sababu zipo kamati mbalimbali kama kamati ya masaa 72 pamoja na ile kamati ya maadili kupitia mapitio yote, kwa maana taarifa ilishatolewa kwamba mchezo umeahirishwa, utapangiwa tarehe nyingine. Lakini still bado Young Africans yeye akafika uwanjani kwa ajili ya kushuhudia huo mchezo, kitu ambacho kilileta mchafukoge. So mimi nazungumzaye si tu kama najizungumzia, lakini pia natamani nipite kwenye kanuni ili niweze kukuelezea kanuni yenyewe rasmi inasemaje katika haya, kwa sababu pasipo kutazama kanuni inasemaje inawezekana tusipate majibu sahihi ama tusipate kile ambacho inabidi kifanyike. So kimsingi kanuni inasema kanuni inayozungumzia masuala ya udhibiti wa timu inasema kwamba kwanza tuanzie kwanza kwa kanuni yenyewe. Inasema timu nataka nitazame kanuni ya masuala ya kudhibiti timu kwenye kile kifungu cha 18 inasema klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo, maamuzi ama utekelezaji wa maamuzi ya TFF Bodi ya Ligi itatozwa faini ya shilingi milioni 5 au na kuna au alafu kuna stroke na au na kuondolewa kwenye ligi kuu na kushushwa daraja. So Young Africans wanaweza wakawa walikuwa sahihi kwenye kila ambacho walikuwa wanakifanya, kwa maana ya kuona kwamba hii ni haki yetu, haya maamuzi ambayo yametolea sio maamuzi sahihi. Wao walihitaji kuzifuata zile procedures za mchezo, kwa maana kumtafuta kamishna wa mchezo na kutafuta uongozi wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Lakini kitendo cha wao kwenda uwanjani, kuingia uwanjani wakatangaza kikosi, Young Africans uzuri ni kwamba kila kitu walikuwa na kiripoti. Wakati wanaenda uwanjani walitoa video ikituonesha wanaingia uwanjani. Mara baada ya kufika uwanjani walituonesha video wakiwa wanafanya mazoezi, lakini mara baada ya kutuonesha video wakiwa wanafanya mazoezi wakatuonesha video pia wakatupostia kikosi ambacho kilibidi kianze, kwa maana wao walifuata taratibu zote. Yani hadi ile sheet
ambayo fomu ya kujaza lineup ya Young Africans wao walijaza kama kawaida na ikapelekwa jinsi ambavyo ilikuwa inabidi ipelekwe. Rono ilipelekwa nani na yeye alifanya vipi. So kimsingi yote hii tayari ilishatolewa maamuzi na utekelezaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Young Africans walikaidi na kuendelea na harakati zao. Lakini si Yanga tu ambayo wanaweza wakapata shida. Hata Engineer Hersi naye pia anaweza akapata shida. Kwa sababu gani? Kwenye kanuni ya 9 inazungumzia udhibiti, kwenye kanuni inazungumzia udhibiti wa viongozi. Kwenye kile kifungu cha 9 inasema kiongozi atakayebainika kushindwa kukaidi kutii maamuzi ama maagizo ya TFF atafungiwa kwa kati ya miezi 3 au miaka 3 na kutozwa faini isiyopungua shilingi milioni 1. Sasa maana yake unajua hii iko direct, yani hii haipepesi macho. Hii kanuni nasema kiongozi atakayebainika kushindwa kukaidi kutii maagizo au maamuzi ya TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania bara atafungiwa kwa kipindi cha kati ya miezi 3 au miaka 3 na kutozwa faini isiyopungua shilingi milioni 1. Kwa maana yake ni kwamba kiongozi aliyeruhusu kikosi ya Young Africans kiendelee na utaratibu wake kama kawaida inabidi afungiwe. I don't know ni nani ambaye aliwaambia Young Africans waendelee na utaratibu. Sijui. Wao watajitaja. Inabidi wakae sehemu waweze kuelezana kwamba ni nani aliyewapa kiburi cha wao kuweza kwenda uwanjani. Na huyo mtu akishafahamika maana yake ataadhibiwa. Kuadhibiwa kwake maana yake ni kufungiwa miezi 3 mpaka miaka 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1. Sasa sijajua ni kiongozi yupi ambaye aliwazuia Young Africans, lakini we all know, tunaweza tukaguess kwamba kiongozi mkuu wa Young Africans ni nani? Ni Engineer Hersi, na huyu ndo mtu peke yake ambaye anastahili kutoa oda ya mwisho kwenda kwa hivyo. Yani yeye angesema wasiende wasingeenda, na akisema waende manake wataenda. End of the day wameshaingia kwenye kwaru na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, na kanuni ziko wazi za ligi kuu Tanzania bara, kwa maana ya kwamba mtu ambaye atakaidi kile ambacho kimetolewa maamuzi maana yake inabidi afungiwe miezi 3 mpaka miaka 3 na kutolewa faini. Although tutasubiri kuona wenye mpira wao watasemaje, lakini kwa kile ambacho Young Africans walikionyesha maana yake tayari wao walisha kaidi na inabidi waadhibiwe kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara. So ni hayo ambayo nilitaka nikwambie, lakini pia kamishina wa mchezo huu inabidi aadhibiwe kwa sababu kanuni pia imeweka wazi. Kwenye ile kanuni ya udhibiti wa kamishina inasema kamishina atakayeshindwa kushughulikia jambo lolote lililo kwenye mamlaka yake na kushinda kutekeleza ipasavyo maelekezo utatuzi wa tatizo kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara atafungiwa kati ya miezi 3 mpaka miaka 3 na kuondolewa kwenye ratiba ya ligi kuu Tanzania bara kwenye orodha ya kamishina wanaotambulika endapo TFF watakaojiridhisha. So pia manake hakuna ambaye yuko safe. Kuanzia kwa Young Africans hiyo team inaweza kapigwa faini ama kushushwa daraja. Engineer anaweza kufungiwa miezi 3 mpaka miaka 3, lakini pia kamishina mchezo na yeye anaweza kufungiwa miezi 3 mpaka miaka 3. Tutasubiri kuona ni nini ambacho atakachokizungumza, lakini hii nilikuwa ninajaribu kukupitisha kwenye kanuni jinsi ninavyozungumza. Niko tayari kusoma komenti zako. Asante, bye bye.